source, ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika kubaini uhalisia wake, baadhi ya picha zilizochambuliwa na kufanya uchunguzi wa kisayansi kwa kutumia wataalamu walioidhinishwa. Uchunguzi huo hususan kwa picha zilizokuwa zikizunguka zaidi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde na nusu ukweli. Methodolojia hii ilituwezesha tume kutofautisha picha halisi na sio halisi, na mfano mojawapo ni picha ambayo imetumika mara nyingi kuonesha maiti zikiwa kwenye mifuko ya bluu zikizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Picha hiyo kwa mujibu wa uchunguzi imekuwa imetumika sehemu nyingi duniani. Matumizi ya ushahidi na taarifa mseto kutoka vyanzo anuwai yalilenga kuzingatia na kudhibiti viwango vya uthibitisho vinavyotambuliwa na tume za uchunguzi za kimataifa, yani ushahidi ambao mtu yoyote mwenye busara ya kutosha atauona ili kubaini hoja. Tume ilitegemea zaidi ushahidi wa taarifa mseto zilizokusanya kutoka vyanzo anuwai vya moja kwa moja na vya rejea, vile vile vielelezo hivyo vya kidijitali. Tume pia izingatia umuhimu wa kuwa na ushahidi unaojitosheleza na ushahidi mwingine unahitaji kuungwa mkono. Matokeo ya uchambuzi. Mheshimiwa Rais, baada ya kueleza metodolojia ya uchunguzi, naomba sasa nijielekeze kwenye matokeo ya uchunguzi. Chanzo cha ghasia. Nitaanza kwa chanzo cha ghasia ambacho katika muktadha wa ripoti hii tumetofautisha kati ya chanzo na kichocheo cha ghasia. Chanzo ni sababu, asili, chimbuko au mzizi wa swala ambalo limedumu kwa muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi na kuwa na athari hasi katika jamii. Kichocheo ni kitu kinachochochea shauku, ari, hamasa, msukumo au motisha ya kufanya jambo fulani. Kwa maneno mengine, chanzo ni kama mafuta na kichocheo ni kama kibiriti. Vyanzo. Tume imepokea na kuorodhesha jumla ya maeneo 31 yaliyotajwa na mashahidi kuwa ni chanzo cha ghasia za wakati na baada wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Baada ya kuchakata orodha hiyo na ushahidi, tume imeainisha na kubainisha vyanzo 5 na vichocheo 8 vilivyosababisha kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume, ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu zinatokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwepo katika jamii kwa muda mrefu bila kutatuliwa. Vyanzo hivyo ni pamoja na vifuatavyo. Mosi, yapo masuala ya kisiasa yanamwilisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Pili, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira au kukosekana kwa ustawi katika fursa za ajira na za kiuchumi, mazingira ya biashara na uwekezaji yasiyo rafiki, utitiri wa tozo na kodi na mfumo usio rafiki wa utozaji na ukusanyaji. Tatu, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha mmomonyoko wa maadili na kushuka kwa uzalendo, kutopatiwa ufumbuzi na majibu stahiki kwa kero katika jamii kama vile rushwa, ubadhirifu wa mali za umma
na madai ya utekaji na kupotea kwa watu. Kwa mujibu wa takwimu za Jeshi la Polisi, kati ya mwaka 2003 na 2005, miaka mitatu, watu 758 walipotea, kutekwa au kujiteka, na kati yao watu 113 walipatikana na mashauri 8 yalifunguliwa ambapo upelelezi unaendelea. Hivyo kwa jumla ya watu 758 waliopotea, kutekwa au kujiteka kwa sababu mbalimbali, watu 445 hawajapatikana. Takwimu hizi inaakisi malalamiko ya wananchi kuhusu masuala ya utekaji na kupotea kwa watu. Katika matukio hayo, Jeshi la Polisi ilieleza kwa sababu za kupotea kwa watu kutekwa ni pamoja na masuala ya kimapenzi, imani za ushirikina, waliotekwa na wahalifu kwa lengo la kupatia kipato au mali, walijihusisha na vitendo vya kihalifu kwa chuki za kulipiana kisasi, waliojiteka wao wenyewe kutokana na sababu mbalimbali za kudaiwa madeni au kukwepa mkono wa sheria, walioondoka bila taarifa nchini au makwao, na usafirishaji haramu wa binadamu. Katika chanzo cha 4 ni utendaji wa baadhi usioridhisha wa baadhi tu ya watendaji na watumishi wa umma, hususan ngazi za chini, hasa mamlaka za serikali za mitaa, ikiwa ni pamoja na kutosikilizwa au kutatuliwa kero za wananchi kwa wakati na utekelezaji hafifu wa mapendekezo ya tume zilizoundwa awali. Na 5 ni masuala yanayohusiana na uhusiano wa kimataifa katika dunia ya leo na ijayo, ambapo mataifa mengi yanatanguliza mbele maslahi yao kama msingi wa mahusiano na kujaribu mbinu na mikakati mbalimbali ya kujiwekea katika nafasi nzuri kuendelea maslahi yao katika nchi nyingine, hasa zinazoendelea na zenye rasilimali nyingi.